Mambo vipi? Time ya kupeana zile taarifa za kimichezo ama zile story ambazo zimegonga vichwa vya habari katika masuala ya kimichezo kitaifa pamoja na kimataifa. Basi taarifa hizo zote unazipata hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Kumbuka tunaelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Basi taarifa zote za usajili sisi tukusogezea hapa ili usipitwe na taarifa hizo. Gusa tu neno subscribe. Ukisha subscribe basi taarifa zote za usajili wa Simba na Yanga, Simba na msajili nani, Yanga na msajili nani, basi taarifa hizo zote sisi tutazikusanya na kukuletea hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Na kama utakuwa tu umesha subscribe basi utakuwa wa kwanza kuhabarika na habari zetu zote, na tayari tumeshafanya hivyo. Baadhi ya tetezi za usajili Simba Yanga tumeshakuwekea humu hivyo ili usiendelee kupata uhondo. Uendelee kupata uhondo dirisha kubwa la usajili. Basi gusa tu neno subscribe, basi utakuwa umejisajili moja kwa moja na channel hii ya habari za michezo na burudani, na utajiunga na maelfu ya Watanzania ambao wanafuatilia channel hii kwa ukaribu kabisa. Bwana, leo nimewaandalia mashabiki zangu na wafuatiliaji wa channel hii ya habari za michezo na burudani. Leo nimewaandalia taarifa moja kutoka pale kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Simba wamefanya nini baada ya kutinya katika hatua ya nusu fainali ya michuano ya kombe la shirikisho la virabu barani Afrika? Simba kwa sasa umepanda hadi nafasi ya 4 kwa ubora wa virabu barani Afrika kufuatia kuongeza alama ambazo wamezipata baada ya kutinga nusu fainali ya kombe la shirikisho la virabu barani Afrika. Bana, Simba ni ya 4 kwa ubora barani Afrika baada ya kutinga katika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho la virabu barani Afrika, na hivyo kuongeza pointi ambazo zimewafanya wawe katika ule ubora ama timu bora katika ukanda huu wa Afrika baada ya kufika katika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho la virabu barani Afrika. Basi takwimu ziko hivi: baada ya Simba sasa kutinga katika hatua nusu fainali ya kombe la shirikisho, ameongeza alama na kuwa katika ubora ama kuwa timu ya 3 kwa ubora katika zile klabu ranks katika upande wa Afrika Mashariki na Kati. Nafasi ya kwanza inashikiliwa na Al Ahly ambaye ana pointi 78. Yeye ndo anashikilia nafasi ya kwanza katika ubora wa zile timu ambazo zinaongoza kwa ubora upande wa Afrika Mashariki na Kati. Namba 2 ni Mamelodi Sundowns kwa na pointi 57. Anafuatiwa nafasi ya 3 Esperance de Tunisia ambayo ina pointi pia 57. Anafuatiwa Mnyama Simba kutoka Tanzania ambao wana pointi 43. Basi Simba baada ya kutinga katika hatua ya nusu fainali ya michuano ya shirikisho barani Afrika, basi wameweza kuongeza alama ambazo zimewapandisha mpaka nafasi ya 3 katika ule ubora wa klabu katika upande wa Afrika Mashariki na Kati. Hivyo Simba ni namba 4 katika vile virabu bora upande wa Afrika. Wa kwanza ni Al Ahly akiwa na pointi 78, nafuatiwa na Mamelodi Sundowns nafasi ya 2 wakiwa na pointi 57, nafuatiwa nafasi ya 3 ipo na Esperance de Tunisia wakiwa na pointi 57, wamelingana na Mamelodi Sundowns, wakati nafasi ya 4 ni Simba kutoka Tanzania ambao wana pointi 43. Hivyo baada ya kutinga kwenye hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho la virabu barani Afrika, basi Simba wamekuwa namba 4 katika vile virabu bora upande wa Afrika Mashariki na Kati, ikiongozwa na Al Ahly pointi 78, kifuatiwa na Mamelodi Sundowns nafasi ya 2 pointi 57, nafasi ya 3 Esperance de Tunisia na pointi 57, nafuatiwa Mnyama Simba kutoka Tanzania akiwa na pointi 43. Basi hii ndio story kubwa kwa sasa. Simba kwa sasa ni lidude likubwa kwa ukanda huu wa Afrika, na sasa Simba wapo nafasi ya 4 katika ubora katika ile rank
club za ubora, vile vilabu vyenye ubora katika upande wa Afrika, basi Simba wapo nafasi ya 4 katika ule ukanda wenye ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Basi haya ni mafanikio makubwa, na kwa sasa Simba imekuwa ni lidude likubwa kwa upande wa Afrika. Basi hii ndio taarifa ambazo nimeona nikupenyezee na wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya habari za michezo na burudani. Kwa mujibu wa CAF Club Ranking, Simba ni ya 4 kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, wakiongozwa na Al Ahly wakiwa na pointi 78. Namba 2 inashikiliwa na Mamelodi Sundowns wakiwa na pointi 57. Namba 3 inashikiliwa na Esperance de Tunisia wakiwa na pointi 57, wakati mnyama Simba kutoka Tanzania akiwa na alama 43, hivyo kuwa ni wale Giant Club katika upande wa Afrika Mashariki na Kati, namba 4 katika zile nafasi 4 za juu za ubora wa CAF Clubs Ranking ambazo CAF wamezitoa, na Simba yupo nafasi ya 4 katika vile vilabu bora barani Afrika. Basi hii ndio taarifa ambayo ni mwana nikupenyezee. Kwa taarifa zingine zote za usajili wa Simba Yanga, basi tutakuwekea humu katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Cha kufanya gusa tu neno subscribe, alafu kamkao wa kula taarifa zote za usajili Simba Yanga na nyingine zote tutakuwekea humu kuelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Basi leo tulikuletea story hii kuhusu Simba kuwa nafasi ya 4 katika ile ranks ya klabu kutoka CAF ambayo imempa pointi 48 baada ya kufika katika hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hivyo mnyama Simba yupo nafasi ya mnyama Simba yuko nafasi ya 3 kwa ubora katika zile timu ambazo zina ubora katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Al Ahly namba 1 point 78, Mamelodi Sundowns nafasi ya 2 point 57, nafasi ya 3 inashikiliwa na Esperance de Tunisia kutoka kule Tunisia wakiwa na pointi 57. Mnyama Simba kutoka Tanzania akiwa na pointi 43. Basi hizi ndio klabu bora na ndio klabu ranks, klabu ambazo zina ubora mkubwa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Ni hayo tu, usisahau kusubscribe ili usipitwe na taarifa zetu zote za kimichezo.